Hivi karibuni nimeona video ya Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubeir. Sheikh alizungumza maneno mazuri sana. Ile sehemu ambayo alikuwa anazungumza ni nadhani ni ile siku ya Eid ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan alikusanyika na Waislamu wenzake. Nadhani ni baraza la Eid kama sikosei. Sasa Mufti akasimama pale na kuitakia nchi yetu amani na kuutakia uchaguzi wa Oktoba mwezi wa 10 ukafanyike salama salimini, yani kwamba nchi yetu Mwenyezi Mungu ajalie pasipo na vurugu za aina yoyote, uchaguzi wenu ukafanyike vizuri kabisa. Sasa Mufti aliomba dua yeye kama kiongozi wa dini. Sasa ni kwa nini nimezungumzia hili? Nimezungumzia hili kwa sababu zifuatazo, kwamba naona comment nyingi za watu walimshambulia. Kwa nini Mufti haiombee serikali dua? Kwa nini Mufti afanya hivi? Kwa nini viongozi wa dini mmekuwa mnafanya hivi? Kwa nini hivi? Ndugu zangu, niwaambieni jambo moja ambalo inawezekana mnalijua au hamlijui. Sisi sote tunaishi katika nchi ya Tanzania. Sisi sote ni Watanzania halisi wa kuzaliwa. Tunaona machafuko mbalimbali katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Ni kwa namna gani palikuwa na machafuko kwa nchi mbalimbali ambazo zinatuzunguka au kwa mataifa mengine kama Ukraine na kadhalika. Tunaona ni kwa kiasi gani kwamba nchi ikikosa amani ni namna gani watu wanapata tabu kuishi. Lakini nimeshikwa na mshangao kwamba Sheikh anaiombea dua amani, utulivu, halafu watu wana comment vitu vya ajabu. Kwa nini mnafanya vitu kama hivyo? Hivi je, hamtambui kwamba na nyinyi mnaishi Tanzania? Pasipo viongozi wa dini kuiombea nchi yetu amani, nani mwingine atakaye chini kuiombea nchi yetu amani? Lazima sisi au viongozi wa dini waiombee nchi amani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, baadhi ya Tanzania ambao mkicomment zile comment, hebu kweli na kujitambua kidogo. Mtambue kwamba ni viongozi wa dini na ana haki ya kuiombea nchi amani. Lakini nishangaa zile comment nikatazama, nikaona Mungu wangu, ni wapi tunapoelekea? Ndugu zangu wa Tanzania, viongozi wetu wa dini, viongozi wetu wa serikali wamekuwa wakihubiri kila siku amani. Kwa hiyo jambo la kwanza sisi binadamu ambao tunataka tuliombee nchi yetu, kitu cha kwanza ni amani. Yaani kitu cha kwanza ambacho tunabidi tuombee katika nchi yetu ni amani. Na hakuna mtu asiyejua kwamba nchi yetu ya Tanzania huwa inakuwa na uchaguzi kufika mwezi wa 10. Kwa hiyo kama inakuwa na uchaguzi kufika mwezi wa 10, lazima tuombee nchi yetu amani, kwamba uchaguzi ukaishe salama pasipo kutokea shaka la aina yoyote. Kama kuna maneno yoyote ambayo yanaongeleka kwamba uchaguzi sio na nini, basi Mwenyezi Mungu amekusha mbali, uchaguzi utafanyika kwa salama na kwa amani, kwa sababu nchi yetu sisi ni nchi ambayo inaongozwa na viongozi ambao Mwenyezi Mungu yeye ndiye alichagua wale viongozi, na Mwenyezi Mungu ndio kashaamua nchi yetu izidi kuwa na amani. Kwa hiyo tuzidi kumomba Mungu ajalie nchi yetu amani, na kama kwa nini shida ambayo inafanyika katika nchi yetu, Mwenyezi Mungu basi kwa utukufu wake na karama zake kafanyike kwa amani. Hao ambao wanatetea maneno hivi na hivi, basi Mwenyezi Mungu akawapigie mbali, nchi yetu izidi kuwa na amani.